hivi hali baba. Sio kama mimi ningeshindwa kuja hapa nikamwambia baba, sasa leo mchele huu hapa baba. Natamani hayo maisha. Sora, nisikilize kwa makini Sora. Mtoto wa kiume unapozaliwa kwanza inabidi ukaze. Kaza Sora. Mimi wakati nakulea mimi nilikuwa ngangali. Sora. Unaniletea mimi vitu vya ajabu hapa. Nimekuita kipara. Au Sora, nikiwa nina maana kubwa sana Sora. Unaniletea mimi vitu vya ajabu. Wewe. Ana buku. Unaniletea vitu vya ajabu mimi hapa mpaka mimi nachanganyikiwa. Wewe Sora wewe, utajuta sana maishani mwako wewe Sora. Na nikifa ukaona nimekufa mimi, usinigusa hata kunigusa. Ukinigusa nitajikunja Sora. Na cha moto utakiona Sora. Hivi haya maisha lini atakuja abadilike? Na mimi angalau nishike kama hizo walizoshika wanaotunyanyasa. Babangu atanielewi. Nikimwambia hivi haelewi. Nahangaika, napambana na njaa, lakini bado maisha magumu. Sijui mimi hapa nafanyaje mimi. Maisha magumu. Ila anyway, ipo siku na nitavuka hii hatua. Siku na nitavuka hii hatua. Baba napendezwa nayo, ila acha nijikaze kama baba aliposema nikaze. Nauma tena. Mke wangu, kuna shida gani? Tumbo. Sasa hapa nafanyaje jamani? Unalisikiaje? Tumbo linauma sana. Naam baba. Mimi huku hali imezidi Sora. Baba naye huko. Ngoja nakuja kwanza. Wewe Sora. Naam baba. Sora. Naam baba. Hebu njoo mara moja huku Sora. Baba. Njaa mwanangu, njaa. Baba, Tumbo linauma sana, njaa mwanangu. Naam mke wangu. Baba, sasa Sora. Naam baba. Mimi naona naweza nikakata roho muda sio mrefu Sora. Hamna baba, usiseme hivyo. Usiseme hivyo baba, sawa? Sasa nifanyeje Sora? Usiseme hivyo baba. Huwezi kufa baba. Baba. Baba, ngoja nimwangalie mke wangu tena nakuja. Uwahi sasa Sora. Sawa. We Sora. Naam baba. Huku Sora, wahi Sora. Baba. Baba. Kuna nini? Tumbo mwanangu, tumbo. Limezidi. Limezidi mwanangu. Sasa tunafanyaje Sora? Baba, mke wangu kule tena yuko hoi baba. Na yeye yuko hoi tena. Mke wangu yuko hoi baba. Sasa utafanyaje mwanangu, utafanyaje? Ngoja kidogo basi baba, narudi sawa? Haya sawa. Usichelewe sasa. Sawa baba, sawa. Haya mwanangu. Mke wangu. Mungu jamani tumbo. We Sora. Naam. Sasa siwende hata hapo nyumba ya pili uombe msaada Sora. Sawa baba, ngoja nimlete kwanza mke wangu hapo baba.
baba. Sasa Mama jamani. jikaze basi twende pale sebuleni. Sawa? Naam baba. Nenda hata kwa majirani hapo nje hapo nyumba ya pili hapo uombe msaada Sora. Sawa baba. Jikaze. Jitahidi sasa mke wangu. Aya kati. Sasa Sora. Wewe Sora. Na baba. Kazi. Aya kazi vizuri sasa. Sasa Sora unatusaidiaje Sora? Baba. Naomba hata dakika hizi 3 sawa? Naenda hapo narudi sawa? Sawa baba? Sawa. Yaani naomba univumilie baba sawa? Huwezi kufa baba. Sasa wahi Sora. Sawa baba nimekuelewa. Sawa. Mungu tumbo jamani. Nisikilize. Nitafutia chochote jamani. Sawa mimi nimekuelewa. Haya naomba tulia sasa. Sora bado upo Sora. Naomba dakika 3 sawa? Ngoja nichukue shati mnivae niende sawa? Sawa. Mwanangu. Mama. Yaani njaa itatuua sana. Njaa itatuua sana. Mimi Sora nilimwambia soma uwe kama Yohana hataki. Yaani kwa kweli jamani. Baba tumbo mimi linaniuma sana. Yaani kusoma kwenyewe alishiwa ara 3 ndo alipoishia. Yaani kwa kweli mwanangu Sora. Wewe Sora. Baba. Hujaondoka tu Sora. Baba shati baba nakuja. Mungu jamani fanya haraka kwa tutafutie chochote jamani. Wewe Sora. Jamani mume wangu bado tu unafanyaje humo ndani? Ufanye haraka jamani. Sasa Mungu sawa. wewe unaenda mbio jamani. Baba, dakika 3 sawa? Baba, Naam. kidogo naomba mnivumilie kidogo nimesahau viatu. Yaani mume wangu bado tu upo jamani. Yaani wewe mwanangu Sora akili huna wewe. Yaani akili zimeenda mpaka kwenye yebo hizo za njano Sora kweli. Basi nawahi baba Sasa. Kwani mume wangu ungeenda paka ungekuwa nini jamani? Yaani akili zake Sora mwanangu ni yebo. Baba ndo maneno gani hayo kumsema mume wangu? Sasa kwani kwa miguu sangeenda sasa? Kwani akivaa yebo sio kwa miguu? Muache sasa mume wangu ndo ameenda hapo kutafuta. Hata rudi tu sasa hivi lakini jamani mimi moyo unaenda mbio baba. Unasema moyo unaenda mbio, mimi mwenyewe hapa hali ni ngumu sana. Amka sasa unywe maji baba. Naweza hata kuamka mimi siwezi. Sasa tutamtuma nani? Paka arudi mwanao. Mpaka arudi mwenyewe sasa. Mimi mwenyewe hapa sielewi upo kuru. Yaani njaa ni ngumu sana. Njaa mbaya. Sijui nipitie huku au niende huku. Ngoja nipitie huku. It's Isaac on the beat.
Napenda. Chakula gani? Napenda ubwabwa. Ubwabwa. Napenda. Yaani ile sababu mimi napendelea mimi mtu kama mimi Brandi. Unajua wife, nakupenda sana. Nakupenda pia. Na unanifanyia vitu ambavyo siwezi hata kukuacha. Ndio maana nikawepo kwa ajili yako. Sina kupenda sana vile. Wow. Karibu mume wangu mezani. Asante. Kwa mambo yako tayari mezani. Yaani kila kitu tayari. Okay. Rekebisha mambo hapo. Karibu mume wangu. Nakupenda Nakupenda pia mume wangu. Wapo wanawake ndio wameshoboka sana huko nje. Ila Brandi chapa mamba. Awanibika Kuchagua wewe. Nani akuibie? Sema ukweli. Hakika wife. Nakupenda pekee. Hamna mtu akuiba. Mume wangu asante. Nakupenda sana. Asante mume wangu. Rekebisha mambo basi mezani hapo. Karibu mume wangu. Brandi ndo haya hapa sasa. Napendaga vitu vya hivi sasa. Napenda sifa sana mume wangu wewe. Unanipikiaga vizuri sana wife. Zaidi yangu. Nani wa kupika chakula kama hichi? Huko anapika mume wangu. Hamna, hayupo. Brandi ndo anapikiwa vitu vya hivyo. Wacha. Mambo matamu tu hayo. Napataga mimi Brandi mwenye maokoto. Yule Yohana yule mtoto sana kwangu. Najua kama ni mtoto kwako mume wangu. Mume wangu. Nakuuliza kwanza. Unaanza na mimi, unaanza na chakula? Napenda kula nini jua? Tuwe kwanza watu wengine ataendelea. Si unajua tena. Karibu. Ninawishi basi watu. Unataka nini bila kunao wewe? Bastosha. Naisha na nini? Hey. Haya bwana. Bado tu. Tayari mume wangu. Si mikono itakate. Itakate? Ulikuwa unashikana na nani? Niko nashikashika na sufuria, mabakuli. Wewe. Basi. Jiko la gesi lile lina kutu lile. Kwa chakula kiliombea mtu anapika. Leo tuombe tena. Hata ukiomba tu mara pili sawa. Nakulisha. Haya. Na haraka. Kia tayari kwa kulisha. Wewe kuwa kia kwa kulisha. Au nalisha wengine huko? Nani wakulisha zaidi yako? Wewe ndio umekuwa hapo. Maliza shote hichi. Chakula kingi hicho. Acha hivyo basi. Nataka nikulishe mimi wewe ninakulisha. Wewe. Haya, nilishe. Nilikuwa subiri vitu kama hivyo sasa. Nilishe. Tutakulisha huko mtaani. Najua siku ujalisha mume wangu. Ni mpozi gani huyu? Anaharibu tarehe za Brandi. Tuna sare zetu tunakuja na gonga gonga tu. Au ni watu wako mume wangu? Hem kama angalie kwanza nani huko bwana. Haya ameangulika gonga. Brandi. Wow. Angalia wife. Niangalie. Usije ukakuiba huko. Au bibi mume wangu. Brandi. Hamna kukuibia mume wangu. Nakuzidi wewe. Yupo. Karibu. Asante. Shida yako? Habari za saizi? Salama. Samahani kwa usumbufu. Shida gani ya kuja kugonga milango tu watu na starehe zao unaharibu starehe za watu? Shida gani? Mama msaidie chakula. Umesikia nyumba ya msaada? Amna simanishi hivyo. Mume wangu. Hebu njoo na hichi kituko kilichoko huko nje. Msaada. Kwani nyumba ya msaada hii? Msaada. Nyumba ya msaada hii. Njoo muone huyu. Na huyu ni nani? Shanga mmoja na mshanga kama kituko. Unasema ziginali. Kijana. Kimekuleta nini hapa? Shida. Ndio nilikuwa naomba nisaidie sana. Hapa ndo sehemu ya kutatua shida zako. Hapana simanishi hivyo. Ila kutokana na tatizo ambalo limenifika sasa hivi.
Nikaona nipitie kwanza hapa, labda naweza nikapata msaada. Naomba unisaidie. Tatizo gani hilo? Nilikuwa naomba unisaidie chakula. Ndio. Wewe umezunguka kote mji mzima. Umekuja kuona hapa kwa Brandi ndo kuna chakula? Hapana brother, simaanishi hivyo. Mimi si brother. Brandi chapa kubwa. Sitaki kuchafua jina la mume wangu wewe, eti blaza. Mume wangu ni Brandi, mtu mkubwa. Unamuelewa mtu huyu? Hata simuelewi. Sawa Brandi. Nilichokuwa naomba tu msaada wako. Nilichokuwa naomba unisaidie tu chakula. Sasa mimi kama Brandi, mke wangu ameniandalia chakula cha mimi na yeye. Sawa, nilikuwa naomba unisaidie hata kidogo. Maana huku nilikotoka hali sio nzuri. Na mnashauriwa. Mnashauriwa kila siku. Fanyeni kazi, tafuteni pesa. Pesa ndio kila kitu hapa. Usione watu tuamiliki mijengo ya hivi. Kijana, ukadhani sijui sisi tumepambana. Tumehangaika. Sio unakuja tu unaanza miguu yako hapa naomba chakula. Chakula gani? Umekipikia hapa kwa Brandi? Blaza. Najua kweli nimewakosea. Na ninajua nimewakosea kuja kuwagongea usiku huu. Na najua nilichokifanya sio kizuri, lakini nilibidi kufanya hivyo kutokana na shida iliyokuwa nyumbani. Kule nilikotoka baba alimwacha yuko hoi na njaa. Mke wangu yuko hoi na njaa, na isitosha na mimba. Shemu, naomba unisaidie. Kwani hiyo mimba kapewa na mume wangu? Ana huruma na mwanamke mwenzi. Wakati sisi tunatafanyia mlikuwa wapi? Ndio sasa kujiuliza hilo. Brandi, nikaa kwenye starehe zangu. Sitakagi uchafu wote nyumba yangu. Sawa Brandi. Nilikuwa naomba tu msaada wako lakini. Basi wife. Nakule chakula kumletea. Mume wangu tunampa chakula. Lakini sio mazingira yalivyo machafu. Yaani nataka kesho nikiamka nikute pasafi pote hapa. Kijana umesikia? Tunakupa chakula na chakula changu hakiendagi hivi. Utakifanyia kazi kijana. Nakupa chakula. Lakini nahitaji kesho asubuhi nitakapokuwa naenda kazini nikute mazingira yako safi. Sawa Brandi, haina shida. Mimi nimekubaliana na hilo. Basi wife. Na usizoee. Hii sio nyumba ya kuja kuomba msaada, sawa? Yaani ukipewa siku moja, usiwe kama ndo kila siku unaenda pale utapewa chakula, sawa? Nimekuelewa shemeji. Basi wife. Mchukue chakula basi bakuli. Ila kijana jifunze tena. Sio kila nyumba unaona nzuri kwamba kuna chakula hapo. Kijana jifunze kutafuta vyako. Brandi nimepambana. Brandi mpaka kufikia hapa nimepambana sana kijana. Kijana mpambane. Usinione mimi mtoto mdogo. Mimi ni Brandi. Huyu Yohana, huyu namjua Yohana. Jijini hapa nafahamika sana Yohana. Ila yule bado ni mtoto sana mdogo. Kwangu ni mtoto mdogo. Yana masemi, sawa sikatai. Lakini mimi Brandi. Mume wangu, naam wife. Chakula hiki hapa. Ila hakikisha kesho ninapoamka nikute ni pasafi hapa. Sawa? Sawa. Tumeelewana? Haina shida. Hiki chakula mume wangu natafutia mimi na familia yake, sawa? Yeah. So wewe na familia yako wewe. Nipatie apeleke huko. Asanteni. Sasa Wewe umesema na mgonjwa nyumbani, Wewe umesema nini hapo? Si ndio kusema na mgonjwa nyumbani kukupa chakula? Mimi nimekupikia wewe mtu mzima. Nilikuwa nimesahau, nisameheni jamani. Ngoja mimi niende. Hilo sahani mimi silitaki tena. Maana kitu kishaenda kwa maskini. Narudisha akikarudi kwangu, narudisha maskini ndani. Kwa wewe peleka tu na sahani, hata sina shida nalo. Sawa, asanteni. Mimi changanya miguu nenda basi. Ila kesho zingatia. Kesho 12 jogoo kwanza kuika. Mazingira yako safi. Ndio tumeelewana kijana. Sawa Brandi. Yaani niamke nipasafi nikute na hapa. Umefuta, sawa? Sawa, nitajitahidi. Alafu kuna nguo ndani zinawasubiri. Watu hivi bana, wanaibu tu starehe za watu. Yaani mume wangu ni wanakuja kuomba chakula. Chakula tu siku. Naomba chakula mlemelea huku. Na msijizoee. Wife, hem tukaenjoy. Tuendelee.
Baba huyo. Na baba. Nini uwe sasa Sora? Umepata chochote? Nimepata baba. Lakini baba, Sasa subiri kwanza sasa. Hebu subiri kwanza. Baba. Ndio nini sana Baba, peke yake. Ngoja kwanza nile mimi kwanza. Shika. Jamani baba, tule wote. Tenga hapa tule wote. Baba, ungeweka kidogo hapa basi baba. Ngoja kwanza Sora nitibe kwanza Sora. Sora nipe maji. Haya baba. Sawa, taratibu sawa. Taratibu kunywa maji. Huyu baba ni mtamu Sora. Unataka maji? Kunywa maji utakuwa makunywa. Baba. Naam. Baba. Naam. Unajisikiaje hapo baba? Hapa afadhali mwanangu. Unajisikia vizuri? Hapa afadhali sana mwanangu. Baba tayari. Sasa mama subiri kwanza. Mimi Tena mimi. Acha mama. Subiri. Sora mama vipi huyu mama? Sasa baba, si mngekula taratibu. Unaona sasa. Eti mama ni kiroho. Mwanangu Sora. Naam baba. Yaani ilikuwa imebakia sekunde moja mwanangu. Nimuone Israeli. Haina shida baba. Yaani haki ya mguu shahidi kiatu mwanangu. Yaani ilikuwa bado kidogo sana. Ndio maana nikaenda kupambana baba, nikakwambia nipe dakika hizi 3 tu. Ndio maana nimeenda nimepambana, Mungu amesaidia nimepata hichi baba. Yaani kama raiti ungesoma mwanangu ukawa kama yule nani huyu mwenyekiti wa kitongoji ni nani huyu? Mahona. Huyo Mahona. Yaani kwa kweli mimi ningepata jembe sana. Na ndio maana nikuita jina la Sora. Baba, haina shida, hayo yote tuyaache tu baba. Unajua maana ya Sora? Sora ni mtafutaji, mpambanaji. Haya. Taratibu sasa. Hapa nguvu imekuja mwanangu. Yaani unakaa unataka kaku. Ilikuwa imebakia kidogo nikale kakiwa hivi kabichi. Basi sawa baba, wewe weka tu hapo upumzike sawa baba. Sawa? Sawa. Haya. Mume wangu. Naam. Mume wangu. Naam mke wangu. Asante kwa chakula. Mke wangu, usijali. Na mimi nipo hapa kwa ajili ya kuwapambania. Sawa? Ila mke wangu nikwambie kitu kimoja. Unapoona hicho chakula nimekileta, sijakileta bure. Unajua mume wangu ulikuwa kupambana. Na ndio maana umepata hiki chakula. Ndio nimepambana, lakini kuna sharti nimepewa. Sharti gani hilo? Baba, inatakiwa asubuhi na mapema mimi niamke na mke wangu twende tukafanye kazi ambayo tumepewa kule ya kupalilia. Mume wangu wala hamna shida. Tutaongozana mimi na wewe tutaenda kufanya kazi. Basi sawa mke wangu, haina shida. Ndio maana napambana. Sana. Mimi nashukuru kwa kunielewa hilo. Sora. Naam baba. Hizi ni shida tu. Ipo siku zitaisha mwanangu. Ni kweli baba, na mimi naamini hivyo. Na naamini hivyo. Ndio maana napambana, sikati tamaa. Na bora usikate tamaa. Yaani usikate tamaa. Yaani bora ukate mguu kuliko kukata tamaa mwanangu. Unanisikia vizuri? Nimekusikia sana baba. Na mtoto utakayezaa wewe asipitie haya mateso tunayopitia sisi. Sawa baba, mimi nimekuelewa na usia wako nitauweka kwenye moyo zaidi. Na nitazidi kuweka kwenye akili nisije nikarongi. Na yani karongi njia ya kupitia mwisho siku nikajikuta naenda pabaya. Sawa, nashukuru sana kwa kunielewa. Usiku mwema mwanangu. Haya baba, wewe pumzika baba. Wewe nikuandalie. Usiku mwema baba, sawa? Haya, sawa. Mume wangu. Wewe nitapumzika. Is Isaac on the beat.
Wai twende tunachelewa. Wewe uliniambiaje? Haya nakuja. Wai bana, yani unazunguka huko ndani baadaye nizunguke mimi unazunguka wewe. Isaac on the beat. Asante. Bosi. Yeah. Naam. Ndio nimekuja kufanya kazi yangu. Asante bosi. Alise? Karibu dada. Hii kazi imefanya saa ngapi? Yaani kama nilivyokuambia jana. Nimetoka hapa, nikaenda nikamwambia mke wangu bana kuna kazi ambayo tayari natakiwa kwenda kuifanya kutokana na chakula tunakula. Mke wangu akasema haina shida. Kwa hiyo tukaamka mapema ili kuja kumaliza kazi. Kwa hivyo bosi. Isaac on the beat. Sasa bwana unaitwa nani vile? Sola. Ya, vizuri sana. Bwana Sola nimeelewa chapakazi wako. Nashukuru Uko vizuri sana. Niko vizuri. Saa 12 tu tunaamka pasafi. Aisee, wewe ni kijana shupavu sana. Unaonekana anafaa kwenye kazi. Huyo sio kufaa tu. Huyo ni kijana jasiri. Kwenye brandi zangu ananifaa. Kijana. Naam. Give up sana. Asante. Give up sana. Nimekupenda sasa. Asante nashukuru. Vizuri sana. Hapa ndo kwa brandi. Utakachokihitaji njoo nione kwa brandi. Tajiri mtoto. Tajiri mwenye maarifa. Ona namiliki vitu vikali kama hivi, majengo makali kama haya. Brandi kubwa. Chapa ya brand. Ya, unaona mtoto mkali ananielewa hatari. Na mtoto mkali anichumu. Nichumu wife. Unaona? Nimeona vitu hivyo. Nimeona. Ndio brandi, chapa kubwa. Wewe ukihitaji chochote, njoo kwa brandi. Mimi nashukuru sana bosi. Vizuri sana kijana. Na bosi, ndio ni kuombe kitu kimoja. Usituchoke. Usijali hilo kijana. Usituchoke na tunaomba endelee kutupokea leo mpaka kesho. Kwa jinsi tulivyofanya kazi yako wewe mwenyewe umeona. Hakika nimejiridhisha mwenyewe. Kazi yenyewe imeenda kifasaha kabisa. Vizuri sana kijana. Asante. Tupo tena. Kama nitakuwa na shida yoyote, nione brandi. Mtu anayemiliki vitu vikali kama hivi hapa. Sawa brandi. Sio chekelea huyu maokoto amekubali ya brandi. Yaani hapa yamejaa kwa brandi. Mkitaka pesa hapa usimuone huyo hana tamba. Huyo yaani Yohana, John wote wako chini ya brandi, chapa kubwa. Ila kijana usijali, tupo tena, tupo ise. Usivunjike moyo. Hata mimi mwenyewe hapa nilipo sijakutambulisha wala sijakuonyesha. Niliyokuwa naye hapa ni huyu ndo mke wako. Huyu ndo shemeji. Basi vizuri sana. Shemeji, aisee tupo sana. Usijali. Hebu waletee mkate wa Blue Band wa mdogo wangu Baresa. Waletee mkate wakapate chai. Asante sana, asante sana. Usijali kijana. Msiwe na hofu.
Mikate inakuja, mtenjoi. Msiwe na hofu. Mikate inakuja, mtenjoi. Wapi mkate? Wapi mkate? Kipara.